umeuliza mkuki niliotawaziwa ni huu. Huu mkuki tunapika pombe ya gesuda. Unachinja ng'ombe mweusi, unaleta debe la asali, na kwa Kitaturu tunaita maleda. Ile asali tunaita maleda. Kwa hiyo unakoroga pombe ya gesuda na ng'ombe mweusi, unatawaza sasa kufanya kazi za watu. Na huu mkuki unaoona wa dhahabu wote huu ndio tunaofanyaga mtu kumpa uwezo. Na sisi, na nitaongea, utajiri wetu sio wa kumpa mtu kafara, hapana. Sisi huwa tunakamua maziwa ya ng'ombe mweupe na mtoto mweupe wa kike. Unakamua maziwa ya mbuzi mweupe na mtoto mweupe wa kike, unayachanganya na ya ng'ombe. Unakamua kondoo mweupe ana mtoto mweupe naye awe wa kike, maziwa yake unachanganya humo, anakuwa sehemu tatu. Siende mwandishi ukachukua tu maziwa alafu ukasema tayari utajiri ninao. Yai la kuku ambaye mweupe halijatamiwa unalivunja, na renyewe unachanganya kwenye maziwa hayo. Kuna mti fulani sasa unachimbwa, unaapishwa. Ukiufupa tu huo mti, wanakuja nyuki wanauatamia wengi. Unaanza kuuchimba na nyuki wako pale. Unaimba nyimbo za Kitaturu sasa. Zipo ambazo huwa tunaimba. Ule mti unachimbwa. Ukiletwa huku nyumbani, unapokelewa mbuzi mweupe wa kike. Ile mizizi ikipondwa, ile damu inachinjwa, tunaita ganakuda. Inawekwa kwenye ganakuda ile damu. Ndio inaenda kunyanyasiwa yale magome ya miti yale yananyanyasiwa. Unaanikwa na ile damu. Baadaye utasagwa ule mti, utachanganywa na asali mbichi kidogo, ndio yanaleta na yale maziwa unachanganya. Dawa sasa ukimpaka hata na mafuta ya ng'ombe ambaye hajaua mtoto, yule mtu unamfupa, unampa utajiri sasa. Ukitaka unachanja na chare uingie kwenye damu, na yule mtu anaombwa asiwe na hasira na kutukana watoto, kumwambia wewe utakufa masikini. Kweli anakufa masikini. Unamuumiza kwa mate tu bila hata uchawi. Ni dawa ya neema. Popote utakapoenda lazima utapata, iwe kilimo, iwe chochote, iwe biashara, ufugaji. Ile dawa ni nzuri sana sana. Ndio dawa ya bajuta, Dr. Bajuta, ambayo ni ya Kitaturu ya kibradi kabisa, ambayo inatajirisha watu. Haina kafara. Na vijana wangu mimi niliwaogesha wote, nikawachanja. Huyu kijana ana miaka 3 anafanya hii kazi. Sasa hivi ana ng'ombe 200 za kwake amekusanya. Wai kazi zangu huwa nawaelekeza, sitaki mtu anayeiba usimtibu, hata awe na kiasi gani. Msaidie mtu maskini. Na bahati, wateja wangu wote nao wapa kazi, sijawasikia wamekamatwa na amekamata mwizi wakatajwa kwamba ni yeye amewapa dawa. Sitaki mtu atoe dawa anaenda kuzuru watu, sitaki. Hapana, ni uongo. Na mtibu mtu hata kama awe na shilingi 30. Kwa mfano, sitaki niseme,
kuna mzee hapa anakuja na 10,000 tu, ni mzee kabisa, anasaidia tu, ili hata hawa waganga unawaona wanakujaga hawana chochote, wanakopa dawa yangu, wakitajirika ndio wananipa na mimi wote. Kwa hiyo hilo ni la uongo kabisa. Nakubali wewe ambaye huna nikusaidie ukapate, ndio utakuja kunijengea nyumba, ndio unaona na zawadi za majumba nini. Sio kwamba najenga mimi, wananijengea watoto, wanapopata mali wanafurahi. Magari naendesha wananinunulia wao. Niliwahi kununuliwa cruiser pale Tabora kupitia marehemu huyu mheshimiwa marehemu Karingoni. Nimefanya kazi nyingi sana. Nimesema tu kwa Mungu mweke maana tena peponi, lakini nilipata njia nzuri na nilipitia jina lake. Ile cruiser ilikuwa ya serikali, waliuza, maana ilianguka ikapurua meno ya gearbox mawili tu. Ikaanza kuuzwa mnada wa serikali, nikapitia jina lake hiyo mzee nikainunua. Na waomba tu wanaoshika dawa wasituharibie, watibu wanachofundishwa, ambacho hawakijui ukiache, na tamaa ya pesa waache, maana ni kuharibu jina na kujaza fitina nyingi tu. Na waomba sana popote waliko waganga wa kienyeji walenge sheria ya dawa, wawe na heshima na mali za watu. Ni watu tamaa za pesa, na mmewaona waganga wawafanyie huo mtihani, sababu sisi waganga tunateseka sasa hivi. Hata kama una leseni, mapolisi nao wanatukamata sana. Ukimpa hela yanaisha, ila mimi hawanikamati, maana mimi hapa nilipo mimi ni mtu naheshimika sana, sio mtapeli. Mimi nakaa na viongozi mbalimbali. Juzi tu kijana wangu akapiga simu, ametekwa maeneo ya Manyoni, ni kaka yake na huyu. Nikapigiwa simu, ilikuwa 24 huu mwezi. Alipopiga simu nikampigia Fanteboni, nikampigia OCS Wapuge Ndoya, nikasema kwamba acha nilifuatilie. Wananipigia simu saa 2 ya usiku, wanasema niwape milioni 10 wamwachie kijana. Nikashikwa na hasira, nikaambia mimi siwapi hela, mmejiteka wenyewe. Mwanangu mkimzuru, hata nikisikia mmemuua, na imani na nyie. Kali ya Seloe, na hapa niko Magengati, wilaya ya Mbega. Ni daktari wa tiba asilia, ndipo ninapopatikana. Shughuli yangu, nilikuwa na sherehe kwa ajili ya utoaji wa mtoto, nikaamua kuwaita waandishi wa habari kwamba tujumuike nanyi. Lakini shughuli yangu rasmi ni daktari wa tiba asilia. Ni kwamba ni kazi ya baba wangu, nimerisishwa hii kazi, sio ya kwenda kujifunza sehemu. Yaani ni kwamba bibi yake na baba ndio aliniacha hii kazi.